السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. Allah wakutukufu kutumia katika mambo ya dini, na leo tena biidhnillahi jalla waala amana alaina Allah jalla waala anatuonyesha tumekutana tena kwa msimu mwingine baada ya kuwa tulikuwepo katika miji hii takriban 4 ashhur iliyopita, miezi minne, na imani mwezi wa pili hapo tulikuwa pamoja hapa kwa ajili ya zile kalima za hapa na pale. Kwa leo tena biidhnillah, kwa idhini ya Allah jalla waala, manna alaina, Allah ameturejesha tena bila afya wassalama, wa kuturuzuku afya na kuturuzuku amani. Vitu hivi ni vitu vizito, kadhalika kwa kule Allah kuturejesha neema mbalimbali ambazo hazina idadi. Wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha, ikiwa mtakaa Waislamu mwanze kuhesabu idadi ya neema ambazo Allah amewaruzuku, hamtaweza kufikia kudhibiti zile neema idadi yake. Walidhalika nashkuru Allah bidhalik, tumshukuru Allah kwa hayo. Na tumetanguliza kwa mukaddima huu utangulizi katika kupeana mwanzo za introduction, ni kama vile introduction, kutambulishana, kujuana hali, lakini pia ndio mwanzo wa haraka zetu zinapoanzia. Kwa hiyo ni mwanzo na ndio mwanzo wa haraka ndani ya miji hii ya Muungano, kama vile ilivyokuwa katika mwezi uliopita, mwezi wa pili huko, katika zile haraka zetu za kila siku. Falidhalika naftatihu bismillahi jalla waala, tunafungua tena kwa mara nyingine haraka hizi kwa jina la Allah jalla waala, wa barakati, kadhalika kwa baraka za nani? Kwa baraka za Allah, kwa maana kwamba hakuna baraka za mtu wala hakuna baraka za mzee ukanusha baraka za wanadamu. Kwa wanadamu hamiliki baraka, isipokuwa baraka na mingine Allah jalla waala. Ukisema kwamba nimekuja babu, nataka baraka zako, baraka za nini? Kwa babu anamiliki baraka. Fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Msiba anasema bila kwa babu kuchukua baraka zipi? Baraka gani kuchukua kwa babu? Au naomba Allah jalla wala aniruzuku baraka kupitia nani? Kuna kumwana na sio baba na baba na mimi baraka sawa sawa. Hiyo katika makaburi, kama wanavyofanya baadhi ya ikhwa, baadhi ya ndugu wanakwenda wanatabaru. Tumeshuhudia kwa kauli pia katika wale jamaa wanajiita Shamsi Maarifa Tamta, wameweka Tamta deni. Kwa hiyo kika hapo anaenda kwa kaburi la Sheikh wetu Sheikh Muhammad Ali, katika mashehe wazito wametoa wanafunzi wengi rahimahullah. Sasa kutengeneza kibanda wanaita kubwa, kutengeneza na kibanda watu waacha kwenda kulala, wakifika pale wasa wanakuja kuchukua baraka kwa mzee. Kadhalika
mambo yangu mengi yanaenda kwa sababu ya baraka za mzee. Yaani tangu mwaka jana nije hapa, nimerudi nyumbani mambo yangu yamenyoka sababu nimefika kwenye kaburi la Sheikh Mzito, Sheikh wa mji huu wa Tanga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Msiba na hii ndio jamii yetu. Sasa hawa wanafanya hivi ni shughuli mashehe, asikwambia hao raia wa kawaida. Kama hao ndio mashehe anasema bila kuchukua baraka mambo yake yamenyoka mashehe. Ya watu wa kawaida ni kwa awamu amatun nas. Naam, hali ikoje kwa watu wa kawaida raia? Kadhalika kama haitoshi, mmoja naye pia akaenda kwenye kaburi la mashehe juzi, asema tumekuja tunataka utupe ruhusa tukajenge nyumba za Allah misikiti. Wazee tumekuja sisi wenyewe, huyu katika shehe mkoa alipita hadahu anasema tumekuja kutaka mtupe ruhusa wazee tukajenge msikiti. Fa inna lillahi tusima shehe mkoa. Haya, watu wa kawaida nakwaje kwa mtani kama juu kumeoza huko chini nakwaje? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musiba anasema anaomba kaburi nimekuja nipe ruhusa nikajenge. Yani haya habari zinatisha, habari zinatisha kwa kweli. Sasa kaburi yashafariki na yeye tayari ana mambo yake kule, hatujui kama yuko katika hali gani. Maana kama ushampa tiketi kwamba yule ni mtu mwema na kwamba yuko katika pepo, akwambia nani yuko katika pepo? Umempa tiketi, nani kakwambia kwamba yuko kwenye kaburi yuko katika pepo? Kakwambia nani? Pata wapi habari hiyo? Au kama wewe una majini ambayo yanakuambia kwamba bwana yule mtu yuko katika pepo, mashetani, una mizimu. Sasa kwa nini tena ukamuombe yeye akupe ukajenge msikiti? Msikiti upo. Falidhalika tunaona wazi kwamba hii ni shirki na mambo haya lazima yazungumzwe. Mambo haya lazima yazungumzwe sana katika miji hii na nje ya miji pia kadhalika. Kwa tunamshukuru Allah jalla wa ala anjama'ana fi hadhihi as-saha ilmiya mufida qayyima nafi'a. Tunamshukuru Allah tumekusanyika tena kwa mara nyingine, maana sio kwa ujanja wetu wala sio kwa tambiko la mtu. Hatujaja kwa ajili ya tambiko lake limesaidia, tambiko la mzee fulani na tambiko la mtu. Tumekuja kwa ajili ya nini? Biidhnillah, kwa idhini ya nani? Kalima tauhid. Falidhalika nastatifu bismillah, tunafungua mihadhara hii na daura hizi kwa jina la Allah. Kwa hatujaja kwa msimu wa mtu wala hatujaja kwa sababu sisi tumtuma siku gani kuna jini kidogo huko, biidhnillah. Na imani basi imeeleweka. Waamga anasema Salimani tumekutana tena, imetusaidia tambiko la mwaka jana. Tambiko gani kutusaidia mtu? Hakuna tambiko gani wala cha nini. Kilichotusaidia sisi kufika hapa tena kwa mara nyingine ni nani? Allah jalla wa ala. Kwa hakuna kiburi cha nani, sio wala kiburi changu ile cha juzi. Silikwenda kwa salama wewe. Kwa umeenda safarini, umekwenda kusoma sasa utarudi salama. Sasa kile kiburi mimi nikufanyia kile ama cha kiburi cha mtu. Basi tunasema kwamba bismillah tunafungua safari kwa jina la Allah na kadhalika tunarudi kwa jina la Allah subhanahu. Kwa hakuna cha kiburi cha mtu wala sipembe la nani wala sidudu gani wala sikumpiga mtu dudu mpige dudu nani wala toka na madudu yako, choma moto kabisa. Taka mambo moja bwana, siku gani choma moto, choma kabisa. Hakuna cha kivurugude gani wacha nini wewe kimiti cha babu gani bwana, choma moto kidude hicho. Maana kuna wengine na vile vifimbo vya Kimasai, choma moto vyote. Hakuna fimbo ya Masai gani wacha nini, illa biidhnillah, tabakia kujina la nani? La Allah peke yake. Hakuna cha kidudu gani wacha nani, choma moto kabisa. Kwa hiyo watu walijuu faliana lazima wafahamu ya kwamba hakuna kinachonufaisha wala hakuna kinacholeta madhara
isipokuwa anayetoa madhara ni nani? Allah jalla wa ala. Kadhalika mwenye kumfaisha ni nani? Allah jalla wa ala. Kwa hakuna cha kiburu chako hiyo wala cha nani. Choma moto vitu vyote. Kama na bubu yako ya uganga hayo, piga kibiriti. Sababu kama utakufa na mabubu yako hayo, ndio lazima kama sema unazungua watu uongo mtupu. Choma moto mabubu hayo. Hataki masala kwa mabuzi. Tutababa mabubu hapo. Na madude gani mengine ya shehe? Kuna manini ya matambiko, si tambiko la nani? Choma madude mazezi matupa kitagita madude gani? Choma moto yote. Na kuna ambayo yamewekwa katika baadhi ya nyumba kwenda kuyachukua kuyachoma moto yote. Kaka na manyakanyaka bwana. Illa biidhnillah, isipokuwa kwa idhini ya nani? Allah jalla wa ala. Kwa hiyo tunadhurika na tunanufaika kupitia idhini ya Allah, sio mwanadamu. Mwanadamu hanufaishi wala mwanadamu hana kuleta madhara yoyote. Tumetoa mifano hai sasa hivi hapa kabla ya mwanzo kabisa ya kwamba kuna watu tunafanya kwenda katika makaburi wakitaka baraka. Huu ni kwa kama mukaddima, tangulizi ya kwamba watu wanakwenda katika makaburi na barabara kama tukuja kwa shehe. Baada ya kwenda kwa shehe, basi mambo yako hayajanyoka kwa sababu ya shehe. Inma yanfa'u Allah jalla wa ala. Kwa hakika mwenye kutoa manufaa ni nani? Ni Allah. Sawa sawa umekwenda, sawa sawa hujaenda. Sasa hali ni mbaya sana. Iyadhan billah. Tuomba Allah jalla wa ala atusalimishe na haya mabalaa haya ya kutakidi itikadi za ambazo ni batila, feki, na juu yetu tulazimiane na itikadi ya sawa kumpelekea nani? Allah jalla wa ala. Namutu wa nahya, hakadha tuishi na twafa kwa dunia. Kwa maana kitokea umekufa, sio kwamba kibuu chako ndio kimenyua. Kibuu cha nani kimuue mtu bwana? Sababu wewe mwenyewe ndio unakufa unakufa. Kwani ufe? Kama ndio kibuu kweli kwa kinakusaidia, kuna mwenyewe pia unakufa. Yaani wewe mwenyewe pia unakufa. Hata ajib muhal ajib yani. Yaani mwenye mganga pia anafariki. Hapa sasa nimekusaidie nani bwana? Choma mavibuyu hapa. Sasa kama ilikuwa mavibuyu haya yanasaidia, sasa ungezuia kifo kisikufike. Sisi hatuishi kwa sababu mavibuyu ya mtu au mailizi matandiko. Hatuishi kwa sababu matandiko ya mtu. Na mutu lillah wa nahya lillah. Twaishi kwa ajili ya nani? Allah jalla wa ala. Kadhalika tunakufa kwa ajili ya nani? Ya Allah jalla wa ala. Falidhalika at-tauhidi ya mashayikh, ni juu ya kila Muislamu kushikamana na njia ya kumpokesha Allah jalla wa ala na kuamini ya kwamba yote ambayo yanajiri katika ulimwengu huu anayapelekesha nani? Man huwa al-mudabbiru? Nani mwenye kuyaendesha mambo yote? Mwenye kuyaendesha ni Allah jalla wa ala. Allah ndio mwenye kuongoza na kupeleka vitu vyote. Al-laila wan-nahara, ash-shamsa wal-qamara, an-nujuma musakharat bi idhnillah. Nyota, bala mwezi, jua, vyote hivi vinajongea kwa nini? Allah jalla wa ala. Hakuna mwenye kuvifanyia tasbih. Dhalla Allah, hata pekee amevizalilisha. Leo hii isingekuwa Allah, jua lingekuwaje? Watu ndio walichome mara moja kwa moja, lisiache jua hilo. Moja kwa moja lingejua tu hali ingekuwaje. Kadhalika ingekuwa ni mvua tu moja kwa moja, hali ingekuwaje? Bila shaka hapa yuko ambaye anasimamia hivi na kuviendesha. Yuko ambaye ni nani? Al-Khaliq, muumbaji wake hivi vitu yupo. Nani huyo? Allah jalla wa ala. Mimi imani masala wadhiha, masala iko wazi kabisa, haitaji chenga. Masala iko wazi kabisa, clear ya kwamba hakuna ujanja wowote. Ni sisi juu yetu kumpelekea nani? Allah jalla wa ala, kumhimidi na kumfanyia shukrani Allah, iwe
iyaban wa dhahaban, kwenda kurudi kwa mtu kufanya kazi zote za kimaisha, ya kwamba Allah jalla wa ala ndio amefanyaje musakharat. Nani mwenye kuyapeleka mambo yote? Kama sio Allah ni nani? Masuala ya anga, kiangalia masuala ya anga huko mandege yale, nani mwenye kufanya hivyo? Nani huyo? Allah jalla wa ala. Kwa jamani, tauhidi ikikosekana msiba wake ni mzito, na mtu atadai atakayoyadai kwamba eti mimi nimesaidia siku na gani, safari yako yote kwenda mimi ndio nimefanya hapa tangipo, nimepiga ndio kunyanga basi kutokana na ile ulichokifanya pale umeweza kwenda na umeweza kurudi. Nani kakwambia habari hiyo? Toka na mashiriki yako. Mimi naenda kwa nani yako, kwa ndugu yako. Hamdu anaenda kwa ndugu ya mtu. Choma moto yote. Kwa hiyo masala jamani, lengo ni nini? Muislamu amwelekee Allah jalla wa ala na amuombe shida zake zote. Allahu samad, Allah pekee ndio ambaye hayaje atakiwa apelekee haja zote, shida atakiwa apelekee nani? Allah jalla wa ala. Allahu samad, mama na samad hana tumbo wala hana njaa, kwani Allah itajia njaa akija kwamba wewe wabudu ndio ile aendelee kuwepo? Hahitaji ibada yako. La in shakarta, ikiwa utafanya shukrani, asema kule la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Iyadha billah min adhabillah. Omba Allah jalla wa ala tuepushe na adhabu yake, na hizo kwa janja wetu. Tuomba Allah daiman mirara wa tikrara, daily tuomba Allah, sio mwanadamu. Tuomba Allah sisi atuongoze katika njia ya sawa. Falidhali katika salawati al-khamsi ihdina siratal mustaqim, ya kwamba Allah tukuomba sisi waja wako utupitishe, utuongoze katika njia iliyonyoka. Njia gani hiyo? Anaifafanua, siratal ladina an'amta alaihim, njia wale ambao walifanya an'amta, waloneemesha ndio kina nani hao? Minan nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahu akbar. Kumbe hiyo njia ya manabii, njia ya wasema kweli, njia ya mashuhada kufa katika jihadi, wamepambana kwa ajili ya Allah, kadhalika watu wema. Sasa sisi tunaomba Allah atupeleke katika njia hiyo, na wala tumuombe mwanadamu, sababu mwanadamu tukumfaida sisi. Kwa nini nani mpaka tukuombe? Tuomba Allah ihdina siratal mustaqim, tuongoze Allah katika njia. Nini maana yake hapa? Tuomba Allah manhaji salim, manhaji iliyofanyaje, iliyokuwa ya sawa, la ijaja fi, haina nini ndani yake, haina kona makorogosheni, njia ambayo imenyooka, siratal mustaqim, kama alivyofanya nani sallallahu alaihi wasallam kuchora mstari hatta Rasulullah sallam hattan, amechora mstari mrefu kisha asemaje, hadha sabilullahi mustaqim. Allahu akbar. Hii ndio njia ya Allah iliyofanyaje, iliyonyoka. Thumma hatta hudutan, kisha akachora nini pembezoni, asema hadhi sabr. Hivi ni njia jamaa mnaviona sasa hivi, ala kulli sabil, kila kijinjia hapa shaytan yad'u ilayhi. Subhanallah, subhanallah, kila kijinjia kina shaytani anakipigania. Hapo unapata kuna murjia, unapata kuna nakshbandia, unapata kuna qadiria katika wale nani tariqa, unapata kuna wale nani wanaitwa nani shadhulia, shadhilia, kuna wale wanaitwa shiia, kuna wale wanaitwa ahmadia, wale rafidha nasiba, kadhalika kuna wale nani ghurabia. Allahu akbar, iyadha billah. Hadhihi kullu firqa adh-dhalla, iyadha billah. Sasa wapi tunaomba Allah sisi? Tunaomba Allah tusalimishe tupite katika njia ambayo la ijaji, haina kona. Njia gani hiyo? Manhaji ya sawa. Likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, ya kwamba kumbe kila zama tulikuwa tumewapa nini? Tumewapa dini, lakini tumewapa sheria, tumewapa manhaji, kwamba tulikuwa Waislamu wapite katika njia hii. Ukitoka katika njia hii umeingia sasa, ima wewe utakuwa Shia iyadha billah, wa ima utakuwa Qadiria,
wa imma takunu naqshbandia, wa imma takunu shadhilia, wa imma takunu iyadha billah. Kwa hiyo katika Uislamu kuna masuala ya tarika. Toka na matarika yako, tupa kule kabisa. Na nili yako ufuate njia ya nani sasa? Ufuate ihdina siratan mustaqim, upite katika njia uliyofanyaje? Njia ya sawa. Njia ambayo tumeeleza hapa, njia ya manabii. Allah tujalia tuneemeshe tupite katika njia hii ambayo walikuwa nayo watu wema waliopita. Allah anawaneemesha manabii, akawaneemesha salihin, akawaneemesha nani? Shuhada. Na yote mwenye kufanikiwa katika hilo, basi bila shaka urafiki mzuri ulioje wa Muislamu kusuhubiana na shuhada, urafiki bora ulioje Muislamu kukutana na anbiya Allah, urafiki bora ulioje wa hasuna ulaika rafika, uzuri ulioje wa kusuhubiana na hawa mabwana katika shuhada wa salihin, uzuri ulioje. Ayadha billah min shururi nasi, tumuomba Allah jalla wala atukinge na watu wa shari na mapito yao katika zile firaku adhalla almudhilla li ghayri, sio tu dhalla peke yake, njia ambazo zimetoka katika mstari, lakini pia wanafanyaje? Wanawatoa wengine. Kwa maana mabwana sio kwamba wengine wanashuka katika mstari wa siratal mustaqim, kadhalika almudhilla wanatoa watu katika mstari. Ndio tunapata hapo kuna maadui wa Uislamu. Lazima Muislamu aendelee kutanabba ya kwamba kwa Uislamu na maadui ndani ya Uislamu, kadhalika kuna maadui wa nje ya Uislamu. Tukianza na maadui hawa ndani ya Uislamu, bali sisi wenyewe ndani ya Uislamu, kwamba kuna maadui wakubwa yuriduna ayutfi'u nur Allah. Wao ile mrao kubwa kwa kuzima nini? Nuru ya Allah jalla waala, yani kuzima sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya kwamba anaenda spidi kwamba sunna hii fanyaje? Ife. Walan tamuta sunna bal anta tamut, ya kwamba sunna haitakufa isipokuwa wewe ndio utakufa. Subhanallah. Fa alayna bitauba, ndio kumwelekea Allah jalla waala kufanyaje? Kwa kutubia. Ni lazima mtu afanyaje? Atubie, kwa maana uadui huu utakupelekea katika nini? Shururi nas, katika watu wa shari. Fal'iyadhu billah. Na hivi ndivyo ilivyokuwa hali ya sasa, ya kwamba watu wanatengeneza fitna, wanatengeneza majungu, wanatengeneza fitna ndani ya wadui ndani ya Uislamu. Ikitokea masuala ya msiba, ikitokea mambo ya nini, basi ulikuwa uadui mkubwa mno. Kumbe tuna maadui wa ndani, na katika maadui hao wa ndani wapo humu katika hizi turukati tariqa, kuna humu shadhilia kuna nani, wao katika maadui wa ndani. Utawatambua vipi kama wana maadui wa ndani? Hao adui adui sunna, ya kwamba anachukia sunna ya Allah jalla waala, sio adui. Kama anachukia sunna ya Allah nani kama sio adui wa Allah? Anta adui Allah. Falidhalika as-sunna tahya, itabaki kuwa hai, kama alivyosema Mtume sallam ya kwamba la tazaru taifa min umma dhahirina ala alhaqi. Allahu akbar. Halitaacha kuwa pote kundi katika umma huu wenye kupigania sunna na kudhihirisha na kufanya jitihada kupambana katika kupambania sunna. La yahdhuruhum man hadharahum, hawatokulinda kwa sababu kuna watu maadui wa ndani wapo, watakupisha nyuma sunna ile gurudumu la sunna lisende mbele, hawatokulinda. Hata kama watu wenye kupigania kuwa sunna wao hawakurudi nyuma, hawaogopi hata takuma saa, basi tafanyaje? Baba kusimama kwa nini? Kwa kiyama. Allahu akbar. Watu wao watakuwepo tu. Kwa akifa leo hii, akifa Juma Mdoli, bado watazaliwa wengine, sunna inaendelea kufanyaje? Inaendelea kuwa hai. Kwa maana sunna hii huwezi kuiua hata umuue nani, ya kwamba sunna itaendelea kuwepo katika ulimwengu huu hata takuma saatu, mpaka nini kisimame? Kiyama. Sasa utafanya tukayofanya leo hii. Ukiangalia historia ya kwamba kuanzia huko katika aima al-murshidun, kwa kina nani, aima al-arba'a wamepita hao, wakaja katikati mutaakhirina hapo, kathirun
lakini sunna imefariki. Wakaja mpaka sasa hivi muasirun kina Imam Fauzani. Katikati hapo kuna nini? Jamma. Allahu akbar. Hapo kati kuna kikosi kikubwa sana kimepita katikati hapo. Zama kwa kazama. Kwa maana karne ndo karne. Kiacha kina kale kina Imam Ahmad kuna na fitna kubwa sana. Imam Ahmad mpaka anafungwa, anapigwa mijeledi. Wakina Imam nani, Imam Malik ndio kutana fitna zama zake. Wakina Imam nani, Imam Shafi'i alikuwa pamoja na Imam Ahmad zama zao hizo. Kadhalika njoo katika zama za miaka 800 Ibn Taymiyyah afariki mwaka 827. Ya kwamba mwaka wake ni katika karne ya ngapi? 127. Karne ya ngapi? Karne ya 9. Karne ya 9 nishi katika wanaozoni wakubwa, lakini bado fikisu zilikuwepo ndani, maadui wa ndani pia wapo. Wakampangia njama, wakamfunga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani. Ni katika wanaozoni kutoka wapi? Nchi ya Iran. Allahu akbar. Yote ndio yote, kumbe maadui hawa hawajaanza leo wala jana. Kwa maana maadui wa kuchukia kitabu cha Allah na kuchukia sunna, na wale ambao wenye kuipambania sunna, maadui wa ndani hawa hawajaanza leo wala jana. Walutarawa kina Ibn Taymiyyah kama anakupata yakafanya nini? Fisidi famata huna, akafungwa katika gereza na akafia wapi? Amefanikia gerezani. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lakini je, nini sababu? Maadui watoka nje wa ndani hapo, au maadui wa wapi shekhe? Njama hizi za kutengeneza ashabu la hawa, watu wa nini, wa ashabul bid'ah, watu wa matamanio, watu wa ndani, watu wenye kutamani vyeo na kutamani madaraka. Wakamtengenezea, walimtengenezea Ibn Taymiyyah, akakamatwa, akaiwa katika sijini, katika nini, gerezani, mpaka amefariki wapi Ibn Taymiyyah? Sheikh alisema aya min ayati la ramzu min a'zami rumuz, katika zile alama kubwa kama kweli Allah yuko. Al-Sheikh al-Mujaddid Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, katika wanazuoni ambao wallahi ukiwatoa wale aima al-arba, Allahu akbar, kama qala Imam Ibn Baz rahimahullah, Allah amraham. Hii ni katika aya miongoni mwa aya za Allah jalla wa ala, kwamba Allah nini? Allah yuko. Hao watu wametumikia dini pamoja na kwamba wote gerezani, bado huko akafanyaje? Kataba al-kutuba, tena jamma, ameandika vitabu, lakini nini vingi ipo wapi? Fisidi. Sasa mtu akikamatwa asema dawa taishafanyaje? Dawa ishakufa. Yaani kakamatwa akafungwa, basi dawa yake inafanyaje? Dawa yake inafanikia hapo, lakini bado wanawazulipo katika gereza na bado watunga al-kutub, na bado vitabu mpaka leo tunafanyaje? Tunastafidi kupitia vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, maktaba shamila. Kwa hiyo hao tumeyatoa kwa sababu na nini? Kuonyesha kwamba kumbe katika Uislamu huu kuna maadui tunao, na maadui hao hawatoki nje. Kwa na maadui wapi? Tunasema maadui wa ndani na maadui wapi? Hapa tunaweza kuchagua kwa maadui wa ndani kwanza. Kuna maadui wa ndani tunao, tumetaja baadhi ya mapote mengi sana. Tumetaja Qadiria, tumetaja Shadhulia, tumetaja Sunani hao, Naqshbandia, Sunani, wale ambao kila ambaye mwenye kufanyaje, mwenye kuifanyia usaliti sunna na kuiendea mbio kwenye kuiporomosha, kwenda mbio katika kuiangusha, wote ni katika maadui wa watu. Wanataka lengo nini? Yuriduna yukfiu, watakuzima nini wao? Watakuzima nuru ya nani? Ya Allah jalla wa ala. Lakini Allah anasemaje? Wallahu ayyidu binasrihi man yasha. Lakini Allah atafanyaje watu wenye kwenda mbio? Anawapatia nusra iliyokuwa bora kwa nani? Kwa Allah jalla wa ala. Tawanusuru ahlus sunna jamaa al-firqa an-najia ila qiyam as-saa, wala tazalu hadhihi at-taifa al-mansura mawjuda ila qurbi as-saa, bao karibia. Kwa nini? Kwa kiyama. Kwa hiyo alhadharu ni lazima Muislamu achukue tahadhari na wale maadui wa ndani, maadui ambao wenye kuifanyia muharaba, wenye kuipinga na wenye kupambana na wenye kuchuana
tunaona mambo yako wazi kabisa. Tumetoa hapa kwa mifano ya wazi wazi yanapotokea majambo, yanapotokea nini, ya kwamba kuna maadui hawa katika maadui wa sunna wanakwenda mbio kwa kwamba sunna inafanyaje, inafilisika, si ndio? Aisha kwamba yeye lazima sunna ifanyaje, iondoke. Sisi tunasema kwamba huwezi kuzima nini, huwezi kuzima sunna, kwa sababu tayari imeshaahidiwa na Allah jalla wa ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ya kwamba sisi ndio ambao tumeteremsha Qur'an. Lakini pia Allah ndiye amemleta nani, sallallahu alayhi wa alihi wasallam, liyakuna, ili awe nani, alhadi ila siratil mustaqim, kama mwenye kuwatoa watu katika dhulumati kuwapeleka katika nini, kuwapeleka katika nuru. Iyadhan billah min hadhihi alfirqa. Tumuomba Allah jalla wa ala sana, sio kidogo, Allah jalla wa ala tuepushe na hizi firqa katika hawa maadui ambao tupatane sasa hivi. Hawa ni maadui ambao wanakula ndani ya Uislamu, na hilo halifahamiki. Waislamu wengi hawajui hilo, kwamba kuna maadui ndani ya Uislamu. Kwa hiyo tumeweka bayana ya kwamba hawa maadui, bila kuwasema maadui hawa ambao wamo ndani ya Uislamu wenye kwenda mbio kwenye kuangusha hii sunna ya sallallahu alaihi wasallam, bila kuyaongea mara kwa mara haya, ni lazima yaseme. Walau kariha almushrikun, hata kana kwamba washirikina watu ni lazima tukusanyika wakafanyaje, wakachukia. Qul mutu bighaidhikum, kufeni na machukieni. Kufeni na nini? Mutu bighaidhikum, kufeni na hasira zenu na ghadhabu zenu. Lakini Allah jalla wala kashahidi fanyaje, kashahidi kuwanusuru na kuwatetea na kuwapigania wale ambao wenye kwenda mbio kwenye kumuhami nani, Allah jalla wala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Allahu akbar. Ikiwa hiyo sema hatuwezi kumnusuru bwana, tayari alishafanyaje, alishakusha kumnusuru kwa makufari nani, sallallahu alaihi wasallam. Kisha akatupa mfano uliokuwa bora. Kumbukeni pale ambapo alipokuwa sallallahu na sahibu yake Abu Bakar Siddiq, mmoja katika wao amwambia sahibu yake nini, usifanyaje, usihuzunike ya kwamba Allah yuko na nani, Allah yuko na sisi. Hiyo inatupa picha ya wazi kwa kumbe ndani ya Uislamu na nje ya Uislamu tuna ada, na kwamba ada hawa hawajaanza leo, kumbe tangu zama hizo.